Shalom watu wa Mungu mahali popote mnapotufuatilia madhabahu ya Eliolam Center of Grace and Favor. Tuko Dar es Salaam, Tanzania, Changanyikeni Makongo, ndani ya geti la White Lake. Ni majira ambayo Mungu ametupa ufunuo wa kinabii mwanzo wa agano la mwaka 2026. Na hili ndilo neno ambalo Mungu alinipa na watoto wa Mungu tunalitembelea, mwaka wa kumiliki malango yako yaliyo wazi. Ni ajabu sana, ni ajabu mno kwamba mwanadamu anayo malango katika ulimwengu wa roho. Na sasa tuko majira ambayo ni mwezi wa kwanza. Kwa kila aminie ni lazima aelewe kitu ambacho Mungu anazungumza na watu ambao Mungu amewakusudia mambo makubwa na waliobeba baraka. Bwana Yesu asifiwe. Unapoendelea kutufuatilia, endelea katika ratiba zetu. Ukitufuatilia utatupata vizuri, na kitu ambacho nataka ni share na wewe ni mwanzo wa mwaka kwa ajili ya kuendelea mwezi unaofuatia na majira yanayofuatia. Yako mambo mengi mwaka 2026 unapaswa kuyafanya. Viko vitu vingi Mungu amevikusudia. Ziko baraka Mungu amekusudia kukupa. Viko vita utapitia. Yako mambo utayafanya, lakini yote haya yanamhitaji Mungu na nguvu zake. Ndio maana niko hapa kwa ajili ya kusema na wewe. Na kitu ambacho nataka niseme na wewe ni kutambua ratiba ya Mungu juu ya mtu aliyebeba kusudi. Ratiba ya Mungu juu ya mtu aliyebeba kusudi. Ratiba ya Mungu juu ya mtu aliyebeba baraka. Wako watu wengi hawajui kwamba ziko baraka ambazo zinaenda katika ratiba ya Mungu. Na nipo hapa kukukumbusha kwa ajili ya uweza na nguvu za Mungu juu ya mtu mmoja anayeniamini. Kwenye mwaka 2026 lazima kuna watu ambao wako kwenye ratiba ya Mungu juu ya baraka zao. Na usipofahamu haya, kuna watu ambao wamebeba ratiba za shetani kwa ajili ya kubeba uharibifu. Wako watu wengine ni marafiki zako, wengine ni watu wa family, wengine ni wafanyakazi wenzio, wengine ni mabosi wako, lakini wamebeba ratiba ya shetani kwa ajili ya kukupandia uharibifu. Na mimi nipo hapa kama nabii wa Mungu kukwambia, iko ratiba ya Mungu kwa ajili ya baraka zako. Iko ratiba ya Mungu kwa ajili ya mafanikio yako. Nataka niseme pamoja na wewe kutoka kwenye kitabu hiki cha Zaburi 105 mstari wa 4. Biblia inazungumza, mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa nini tumtake Bwana na nguvu zake? Kwa sababu baraka ulizobeba zinategemea ratiba ya Mungu juu ya maisha yako. Vision ulizo nazo zinategemea ratiba ya Mungu juu ya maisha yako. Mtakeni Bwana na nguvu zake juu ya vision uliyobeba, si kwa akili zako, si kwa mawazo yako, si kwa fedha tu, bali ziko nguvu za Mungu ambazo unazihitaji kwenye maisha yako ili kukamilisha hayo mambo ambayo unategemea kuyafanya mwaka 2026. Yako mambo mengi kwa wanadamu, na nataka nizungumze kwa mifano michache, alafu niombe na watu. Kwenye maisha ulio nayo kuna uharibifu kwa ratiba ya shetani, na maisha ulio nayo kuna ratiba ya Mungu juu ya baraka unazozitembelea. Mwaka 2026 ziko baraka lazima zikufikie, lakini lazima uzielewe nguvu za Mungu juu ya milango unayoiendea, juu ya majira, juu ya miezi na juu ya siku pamoja na wiki. Inawezekana una lango la biashara, inawezekana una kazi, lakini lazima mtafute Bwana na nguvu zake, kama Zaburi 105 mstari wa 4 anavyosema. Nasema mtakeni Bwana na nguvu zake, tena utafuteni uso wake siku zote, asema Bwana. Namna hii ni ajabu sana. Watu wengi wanafeli kwa sababu wanafikiri wanaweza kufanikiwa kwa sababu ya nguvu zao. Haujui kuna watu kwenye family, haujui kuna watu kwenye biashara, ni wafanyabiashara wenzio. Haujui kuna watu hapo kazini wanatafuta nguvu za giza kwa ajili ya kukuharibu. Wanafanikiwa kwa ajili ya kumharibu mtu mwingine. Na wewe umebeba baraka. Kuna watu ambao wamebeba baraka, wanakuwazia mawazo yaliyo mema, lakini kuna watu ambao wamebeba uharibifu kwa jinsi ya nguvu za giza. Ndio maana nasema mwaka 2026 sio mwaka wa kurelaksi, sio mwaka wa kusema Bwana atafanya. Lazima uamue kubadilisha mawazo, amua kubadilisha mtazamo, amua kuikuza imani yako katika Bwana. Maana hapo ndiko zinapopatikana nguvu za Bwana. Nguvu za Bwana zimekaa kwa namna nyingi sana.
Nguvu za Bwana niseme ni kama package. Inawezekana leo hii ni mgonjwa unanisikiliza, unahitaji nguvu za Bwana katika uponyaji. Inawezekana wewe ni mfanyabiashara unanisikiliza, unahitaji nguvu za Bwana za kukufanya ufanikiwe na ustawi katika biashara. Inawezekana wewe ni mhubiri na ni mtumishi, unahitaji nguvu za Bwana katika huduma uliobeba na kipawa ulichobeba. Inawezekana wewe ni binti uko na unafikiria ni majira ya ndoa, unahitaji nguvu za Bwana kwa ajili ya mtu aliyebeba kusudi. Huyo kijana awe binti ambaye unafikiria kuwa mke kwako, ni lazima ujue ratiba ya Mungu kwako na kwake, kwamba Mungu amekusudia majira haya wewe uwe mke wa mtu, na Mungu amekusudia wewe uwe mume wa mtu. Lakini majira haya Mungu amekusudia nini juu ya maisha yako? Kuna watu ambao wanatembea kwenye kusudi la Mungu leo hii wamefanikiwa, na kuna watu wametembea kwenye makusudi ya shetani kupitia watu ambao wako mbele zao, wamedestroy, wameharibiwa maisha. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Ukisoma kitabu cha Mwanzo utamwona mtu anaitwa Yusufu kwa namna ya ajabu sana. Huyo Yusufu tangia kwenye malango ya baba yake alikuwa ni mtoto wa tofauti. Kwenye kitabu hiki cha Mwanzo tunakutana na historia fupi sana ya Yusufu. Yusufu anaota ndoto, alafu ghafla kuna watu ambao wanainuka kwenye lango la family, wanamfuatilia Yusufu na wanataka kumharibu. Lakini najaribu kusema juu ya ratiba ya Mungu juu ya Yusufu. Alipitia majira magumu sana juu ya safari ya maisha yake mpaka kufikia uwaziri mkuu. Kilichomfikisha pale ni ratiba ya Mungu majira yalipofika. Biblia inasema mfalme aliota ndoto. Hii ndiyo ratiba ya Mungu juu ya Yusufu kwa ajili ya kumtoa gerezani. Kwa hiyo ratiba ya Mungu inapofika ni kwa nini? Mtembeo upi umetembea? Umekaa wapi na umemwamini Mungu kwa kiwango gani? Ratiba ya Mungu haiwezi kukukuta ukiwa baa. Ratiba ya Mungu haiwezi kukukuta ukiwa mtaani. Ratiba ya Mungu haiwezi kukukuta ukiwa kwa waganga. Ratiba ya Mungu itakukuta ukiwa kanisani katika imani. Kwa hiyo nazungumza juu ya ratiba ya Mungu juu ya muamini. Inawezekana umekaa nyumbani umesema siendi makanisani. Inawezekana umekaa nyumbani kwa sababu ya wachungaji na manabii ambao tabia zao na mwenendo wao sio mzuri. Lakini nakwambia ratiba ya Mungu haiwezi kukukuta nyumbani. Ratiba ya Mungu itakukuta mahali ambapo Mungu anapatikana. Na Mungu anapatikana wapi? Mungu ana mahali anapatikana. Hapatikani baa, hapatikani gesti, hapatikani kirabuni, hapatikani kwa waganga. Mungu anapatikana madhabahuni, mahali ambapo amepachagua. Kwa hiyo nakualika mahali popote unaponifuatilia kuja kuchukua nguvu za Bwana. Nguvu za Bwana zitakusaidia kuwa mfanyabiashara. Nguvu za Bwana zitakusaidia kuwa binti mke wa mtu, kuwa binti uliyefanikiwa. Nguvu za Bwana zitakusaidia kuwa baba mzuri katika mwenendo wa family na mwenendo wa baraka za maisha yako. Nguvu za Bwana zitakufanya uwe mtumishi mzuri juu ya maisha yako. Kwa nguvu za Bwana zinakutengeneza katika kiwango ambacho wewe unatazamia kufika. Ninakualika siku ya leo kwa sababu yako majira ya Mungu kwenye maisha yako ambayo unapaswa kuyajua kwenye maisha yako. Ili hayo majira yawe msalama na mazuri kwako, ni lazima tumuite Mungu na nguvu zake. Leo hii kuna watu wako mahospitalini ni kwa sababu shetani ameinua roho za magonjwa na mauti. Wengine wametupiwa roho za ajali, wengine wametupiwa roho za mauti na magonjwa yamewakalia. Wengine wamepoteza maisha ni kwa sababu ya ratiba za shetani kwa ajili ya kupanda uharibifu na mauti. Lakini kwako nasema na wewe, inawezekana ni mgonjwa, inawezekana umeharibiwa kwa namna yoyote. Inawezekana una kipawa na umekaa nyumbani. Ni majira yako ya kuinuka sasa. Ni majira yako ya kusimama sasa. Njoo tumtafute Bwana na nguvu zake. Maana majira haya ni majira ya Mungu kwa ajili ya malango yaliyokuwa wazi juu ya maisha yako. Hayatafungwa kwa sababu una nguvu za Mungu juu ya maisha yako. Hayataharibiwa kwa sababu unazo nguvu za Mungu juu ya malango yako. Na neno la Mungu linazungumza vizuri ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 11. Anasema malango yako hayatafungwa usiku wala mchana. Kwa nini? Watu wakuletee utajiri, sio uharibifu. Watu wakuletee utajiri, sio matatizo. Kwa hiyo namna ambavyo unapaswa kufikia kiwango cha kumtafuta Mungu na nguvu zake ni kumtaka Bwana akuletee watu sahihi. Inawezekana ni mtu mwenye kampuni, inawezekana ni mtu mwenye taasisi, lakini unapokea watu ambao wamebeba uharibifu. Inawezekana uko katika lika kabisa la kuolewa na kuoa, lakini watu nao wapata wamebeba uharibifu. Unahitaji kumpata Mungu na nguvu zake ili akuletee watu sahihi juu ya maisha yako. Na watu sahihi hao wanapatikana kwa sababu tumemtaka Bwana na nguvu zake.
na sasa tumtake yeye na nguvu zake, tena tutafute uso wake. Niko hapa nabii wa Mungu Eliolam, Center for Grace and Favor. Ninakukaribisha sana Jumapili na mwezi huu wa kwanza wote tutakuwa tunatembea kwa ajili ya kutafuta nguvu za Bwana. Kwa nini utafute nguvu za Bwana? Nguvu za Bwana, yako mambo kwenye maisha yako. Umebeba vision kwenye maisha yako. Una mtazamo wa kufikia mtu fulani mwaka 2026. Inawezekana unataka kujenga, inawezekana unataka kufanikiwa, kufanya biashara kubwa. Inawezekana unataka kutoka mahali ulipo. Ni lazima umtake Bwana na nguvu zake ili uweze kutoka mahali hapo. Hauwezi kutoka mahali hapo eti kwa sababu una fedha. Kuna watu walikuwa na fedha na wakakolapsi, wakashindwa kuendelea, wakashindwa kununua hata viwanja, wakashindwa kujenga nyumba na kumaliza. Ila mimi ninakwambia majira haya ni ya kumtaka Bwana na nguvu zake ili uweze kufanikiwa juu ya mambo yote ambayo Mungu anasema utayatia mikono yako. Ninakukaribisha sana kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai. Tuko mahali hapa. Ratiba ya Mungu juu ya maisha yako inasema nini? Ratiba ya Mungu juu ya mlango wa baraka zako inasema nini? Wako watu wamesoma. Wewe ni kijana umesoma. Wewe ni binti umesoma. Ratiba ya Mungu kwako ni nini juu ya elimu ulio nayo? Ratiba ya Mungu kwako ni nini juu ya kipawa na kalama uliopewa? Kwa kuna ratiba ya Mungu juu ya elimu yako. Njoo tumtake Bwana na nguvu zake. Tuondoe uharibifu wa kipepo. Tuondoe uchawi unaokuharibia. Tuondoe giza linalotenda kazi na ile ratiba ya ibilisi shetani juu ya elimu yako uliyosoma. Ile ratiba ya shetani juu ya ubinti na umama wako. Ile ratiba ya shetani juu ya kipawa alichokupa Mungu. Ile ratiba ya shetani juu ya akili aliyokupa Mungu. Tuje zaidi ya yote tuiondoe ratiba ya shetani juu yako juu ya mwaka 2026. Alafu tuiruhusu ratiba ya Mungu uwe kama Yusufu juu ya maisha yako. Uwe kama mtu mmoja ambaye anajulikana kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Esther sura ya 3 mstari ule wa 4. Biblia inazungumza kitu kimoja kizuri, anasema kwamba Esther alienda kwenye malango ya mfalme kwa kusudi. Halikwenda kwa kusudi, hakwenda kwa bahati mbaya. Maana majira yale kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Haman, angewaua Wayahudi wote Shushani ngomeni. Lakini Esther aliingia kwenye lango la mfalme ili awaokoe Wayahudi. Kwa hiyo ilikuwa ni ratiba ya Mungu kwa ajili ya Wayahudi amuinue Esther aingie kwenye malango ya mfalme, kwa sababu mauti ilikuwa kwenye lango la mfalme kupitia mtu mmoja anaitwa Haman. Kwa hiyo leo unaweza ukawa Esther wa family. Leo unaweza ukawa Esther wa maisha yako, kwenda kuondoa tatizo ambalo inawezekana ni kwenye family, inawezekana ni kwenye ukoo, inawezekana ni kazini, vita vinakupata, lakini unaweza ukainuka ukasimama kama Esther juu ya kile ambacho Mungu amekupa, ukaingia. Mfalme ni Yesu Kristo, anaweza kubatilisha mambo yote ambayo yamefanyika. Isaya sura ya 8 mstari wa 10 anasema, wafanye shauri nalo halitasimama, wanene neno nalo halitasimama, shauri litabatilika. Kwa yako mashauri, ratiba ya shetani juu ya maisha yako. Na kwa nini shetani? Kwa nini Mungu? Shetani ili apatikane kwa mtu huwa anatafuta mtu. Roho za kipepo ili zifanye kazi juu ya mtu huwa zinatumia mwili wako, zinatumia miili ya watu waliokuzunguka. Wengine ni kwenye family, wengine wako hapo ofisini. Shetani anawatumia kwenye mawazo, kwenye matendo, kwenye vinywa vyao anawatumia. Na Mungu yuko kututumia watumishi wa Mungu ili kuyaweka majira ya Mungu juu ya maisha yako. Kama shetani anainua majira yake na kuyaweka kwa watu, na Mungu anatuinua manabii wake kwa ajili ya kuyaweka majira ya Mungu juu ya maisha yako. Watakuja watu sahihi, atakuja mtu aliyebeba kusudi na kusema na wewe. Ninakukaribisha sana kwenye madhabahu ya Eliolam. Prophet Joram nakubariki. Mahali popote ulipo, nataka niombe na wewe. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtu huyu anayenisikiliza. Awe mahali popote ameketi kwenye kiti chake, awe ni mgonjwa, awe ana habari mbaya, awe ana furaha na tabasamu. Ninaomba ni kwa sababu ya majira yako, nguvu zako zishuke mahali hapo, neema yako imfunike. Ikiwa ni mauti na kataa, ikiwa ni ajali na kataa, ikiwa ni magonjwa na kataa, ikiwa ni kukataliwa na kataa. Naomba majira ya kibali na neema. Ikiwa amefungwa, Baba, ninaomba kama ulivyomtoa Yusufu gerezani, majira haya ni Bwana ukamtoe wewe gerezani, hilo gereza la umaskini,
gereza la habari mbaya, gereza la uharibifu, gereza la mauti likamwachie mtu huyu. Ninaomba kwa utukufu wa nguvu zako ikaweko habari njema kwake. Roho wa Bwana ukamguse, nguvu zako zikamtembelee. Aliyekataliwa akapate kupendwa tena, akapate kibali kama Esta kwenye nyumba ya mfalme. Ninaomba kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo, ukamgushe mtu huyu anayenisikiliza. Gusa mama huyu, gusa binti huyu, gusa kijana na baba huyu kwenye mazingira aliyopo. Majira yako yakasimame. Ikiwa ni Esta, msimamishe kuwasaidia Wayahudi wote. Ikiwa ni Yusufu, mtoe gerezani kwa ajili ya hatima ya ndugu zake. Ninaomba kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu akubariki naye nisikiliza. Prophet Joram Eliolam, karibu sana Jumapili, Jumatano na Ijumaa. Katika jina la Yesu nimekuombea. Amen. Mungu akubariki. Bye bye, tuonane majira yote, tuonane madhabahuni. Fuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii mahubiri na mafundisho ya neno la Mungu. Karibu sana. Dar es Salaam, Eliolam, Center of Grace and Favor. Amen.